Kwa hiyo baraka au nguvu ya baraka inaposhuka kwenye maisha yako inakupatia maongezeko. Nyosha mkono wa kulia juu, piga sauti yako, sema napokea roho ya maongezeko. Napokea roho ya maongezeko. Sijasikia, sema kwa sauti. Napokea roho ya maongezeko. Ninaona kuna watu mnakwenda kuongezeka mpaka mishahara. Sema napokea maongezeko. Napokea maongezeko. Sema napokea maongezeko. Napokea maongezeko. Maongezeko kwenye biashara. Maongezeko kwenye biashara. Maongezeko kwenye mshahara. Maongezeko kwenye mshahara. Maongezeko kwenye uzao. Maongezeko kwenye Sauti, napokea maongezeko. Napokea maongezeko. Napokea maongezeko kwenye uchumi wangu. Napokea maongezeko kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema napokea maongezeko katika jina la Yesu. Shout amina. Amen. Kwa nguvu ya baraka inapokuja kwenye maisha yako inakupatia nini? Maongezeko. Inakupatia maongezeko. Now, kitu cha tatu, nguvu ya baraka inapokuja kwenye maisha yako inakupatia utawala. Nguvu ya baraka inaposhuka kwenye maisha yako inakupatia nini? Utawala. Utawala. Amen. Utawala manake ni uwezo wa kuongoza vitu au kuvisimamia. Utawala ni uwezo wa kuviongoza vitu au kuvisimamia. Kuna watu mnaweza mkaanza biashara lakini hamna uwezo wa kusimamia biashara. Mnakubaliana na mimi? Yes. Kuna watu mnaweza mkaanzisha kampuni na mkawa hamna uwezo wa kusimamia kampuni. Oh, yes. Ni sawa sio sawa? Sawa. Sasa baraka, nguvu ya baraka ya Mungu inapokuja kwenye maisha yako inakupa utawala, uwezo wa kusimamia vitu ambavyo vimezalishwa na nguvu ya baraka, ambavyo umepewa kutokana na nguvu ya baraka. Ule utawala unakupa uwezo wa kuvisimamia, uwezo wa kuviongoza, uwezo wa kuhakikisha vinaenda sawa. Mwanangu, sikiliza nikwambie ukweli. Kuanzisha vitu na kuvisimamia viende ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukaanzisha biashara na ukakosa usimamizi mzuri na ikafa. Unaweza ukaanzisha kampuni na ikawa na watu wengi lakini baadaye ikafa kwa sababu imekosa nini? Wasimamizi. Kwa baraka inapokuja juu yako inakupa mambo matatu. Number 1 inakupa kuzaa, manake kuanzisha vitu, right? Amen. Tuko sawa? Yes. Number 2 inakupa nini? Maongezeko. Number 3 inakupa nini? Utawala. Inakupa utawala. Utawala manake ni uwezo wa kusimamia vitu, uwezo wa kuongoza vitu, uwezo wa kuamua, uwezo wa kupangilia. Amen. Hiki kiwaje, hiki kiendaje, kisimamaje, kifanikiwaje, hii biashara nataka iendaje. Unapokuwa na huo uwezo unaweza ukafanya mambo makubwa. Amen. Unaweza kufanya mambo makubwa. Amen. Kama tuko pamoja sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Kitabu cha Zaburi sura ya 127 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Zaburi sura ya 127 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Zaburi sura ya 127 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tusome 1 2 3, anasemaje? Inua macho yako, soma. Bwana asipoijenga. Tusome 1 2 3, soma kwa sauti. Bwana asipoijenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Anasema hivi, Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Ni rahisi kujenga nyumba. Amen. Lakini kama sio baraka ya Mungu, unafanya kazi bure. Maana yake nini? Wangapi wamejenga nyumba na hawajakaa ndani ya hizo nyumba? Oh yes. Watu wamejenga nyumba na hawajakaa kwenye nyumba zao. Yes. Baada ya kumaliza ujenzi walifariki. Kuna wengine walianza tu msingi wakafariki. Wengine walipofika kwenye linta wakafariki. Wengine wamejenga nyumba lakini zinawapa mateso mpaka kesho. Baada ya kujenga nyumba ndio uchumi wao ulipoishia hapo. Yes. Baada ya kuinua kiwanja ndio uchumi wao ulifia pale. Sijui kama naongea na watu hapa. Amen. Maana anasema Bwana asipoijenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Unaweza ukaanza kujenga nyumba na isikusaidie chochote. Oh yes. Ikakupa mapresha ya bure, ikakupa mateso ya bure, ikakupa shida. Kwanza ikakuinulia watu watakao kuloga. Watu wakaanza kukutafuta kwa ajili ya kukuangamiza, eti kwa sababu ya kanyumba uliko kajenga. Anasema Bwana asipoijenga nyumba, wajengao wakesha bure. Tumeona wengi wamejenga nyumba hawajakaa kwenye nyumba zao.
wamejenga majumba mazuri, lakini wamekufa kabla ya kuingia, wamekufa kabla ya kuhamia kwenye nyumba zao. Lakini haitakuwa kwa wanangu mimi wa kiroho. Wanangu mimi wa kiroho watakaa kwenye nyumba zao. Amen. Watastarehe kwenye nyumba zao. Amen. Watafurahia nyumba zao. Amen. Wataenjoy kwenye nyumba zao. Amen. Watakuwa na utulivu kwenye nyumba zao. Amen. Watabarikiwa kwenye nyumba zao. Amen. Watainuliwa kwenye nyumba zao. Yes. Inua sauti, sema amina. Amina. Sema amina tena. Amina. Sema amina tena. Amina. Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Wafanya nini? Kazi bure. Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Ukijenga nyumba kwa maficho, sitaki watu wajue kama unajenga nyumba. Make sure Mungu ndo aliyehusika. Kama si Mungu aliyehusika na ujenzi wako, mwanangu, unaweza kujenga nyumba na usikae. Yes. Watu wamejenga vinyumba vizuri eti hawajahamia. Tena